Kuvunja madhabahu wa kwanza, nilipitia shida. I think for me nilifanya tu nimalizane nayo, but little did I know ati ilikuwa kitu serious. So vile nilivunja madhabahu ya kwanza, si kwa serious kwa sababu nilipitia shida huko kazini. Hata mamangu pia alipitia shida kazini, penye kazi yake ilikuwa na shida kidogo kidogo. So kulikuwa na magombano. Huyo supervisor alikuwa na shida akinikelelesha, but mimi ndio nilikuwa nafanya kazi sana. Sasa nilikuwa najiuliza, mbona usishughulikane nao? Ni mimi tu, kwani huoni vile nafanya kazi? But sijui nini ilikuwa ndani yake, kwa sababu alikuwa na kasiriko akiniona ni kama ananichukia. Na pia vile nilivunja hiyo madhabahu, kulikuwa na sauti iliniambia tulifail, hatukupita mtihani. Sasa vile nilikuwa napitia hizo shida, ndio nilikuwa nasema ni kusema tu kweli nilifail, nilitoa tu nimalizane nayo. Lakini kuvunja ya pili, nimeona mkono wa Mungu. Hata huyo supervisor alipewa transfer, na hatukujua, hakuna mtu ashapewa transfer mbali hivyo, but hatukujua ati yeye anaweza pewa transfer. So bila alipewa transfer, ilifaa niingie kwa hiyo nafasi, but kwa sababu alikuwa na makisirani zake akapea mtu mwingine. So nikakuja nikaelezea mama akaelezea dad. Hiyo on Tuesday, certain Tuesday katikati ya wiki. But dad aliniambia kama ni yako, hiyo nafasi hakuna mwenye atachukua. Sasa kuvunja hii madhabahu ya pili nilivunja, before hata nivunje nilikuwa nimeongeleshwa, na nilikuwa nimeongeleshwa niambie wa huduma tufike hiyo kiwango. Kwa hakika nilisema kama Mungu ameniongelesha niambie wa huduma, acha nifike hiyo kiwango. Na si ati nikufika tu, bali nione mkono wa Mungu. Kwa hakika nimeona mkono wa Mungu kwa kazini. Hata huyo manager vile hapo ananijua sasa, yeye ananitambua. Hata juzi tumepatana na yeye, hadi ananiuliza hata nilikuwa nimesahau, lakini usikuwe na wasiwasi, you are the next. Kwa hakika nimeona mkono wa Mungu. Hata huko kwa mamangu pia ameshinda kiniambia ni kama unaniombea sana, kwa sababu kila asubuhi before aende kwa kazi yake ananiambia niambie tu neno moja, na mwambie ubarikiwe, ukubalike. Na kwa hakika after that ukifika jioni ananipigia simu hata nikiwa kazini, na anashinda kaniambia leo nimepata pesa. So namwambia kila time ukibarikiwa toa tithe, na kwa hakika hivyo ndio wanga nafanya. So namshukuru Mungu kwa sababu kuvunja hii madhabahu ya pili, nimeona mkono wa Mungu sana, nimekubalika kila mahali ninaenda na kubalika. Amen.